Asante Yesu. Ni wa neema. Mungu Baba ni wa neema Bwana. Kubwa sana. Bwana Yesu karibu. Bwana Yesu karibu. Ni wa neema Bwana. Yesu wangu ni wa neema. Kubwa sana. Funga macho yako tu. Asante Yesu. Ni wa neema Bwana. Yesu wangu ni wa neema Bwana. Kubwa sana. Asante Yesu, unaweza. Wewe ni wa neema Bwana. Karibu Yesu mchana wa leo. Ni wa neema Bwana. Yesu ni wa neema kubwa sana. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante takatifu. Ni wa neema Bwana. Yesu wangu ni wa neema kubwa sana. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama Bwana. Baba, masaa yako yamefika mtakatifu. Masaa yamefika Bwana wa mabwana. Ninakuomba Mungu wa Elia unayeshuka kwa moto. Mungu wa Elia unayeshuka kwa moto. Mungu unayeangamiza mabahari na madhabahu ya kuzimu. Mungu uliyetuinua mfalme wa falme. Mungu mwenye enzi uliyempasua mfalme miungu yao Bwana. Baba, na kualika kwenye maeneo haya mtakatifu. Anza kushuka mtakatifu masaa haya Bwana. Mtumishi wako anapokuja kupanda mbegu Bwana wa mabwana. Ikapande shamba yenye rutuba na ikazae matunda. Ikazae matunda. Maana kuna mwingine kama wewe. Asante Bwana Yesu. Maana sisi kuabudiwa. In Jesus name, somebody shout amen. Amen. Piga Bwana Yesu vigelegele. Piga Yesu vigelegele. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Amen. Kwa hivyo kwa heshima kubwa ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha mtumishi wa Mungu kwa utukufu wa jina la Yesu. Hallelujah. Ametoka sehemu ya mbali sana. Najua wengi wanamjua. Ni mtumishi ambaye namjua vizuri sana mpaka mafuta wa Mungu. Anaamini ya kwamba leo kama kuna chiwe lishindo hadi kuvilingisha, kama kuna chiwe liko na kiburi, kama kuna chiwe limekuwa ngumu kwa maisha yako, leo kwa neema ya Mungu kutoka Mombasa, hilo chiwe lifilingishwe leo. Hallelujah. Piga Bwana Yesu kwa mazuri kufikia Mungu anapokuja. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tusilemeane hewani jamani. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Nakutegemea Yesu. Nakutegemea peke yako. Nakutegemea Yesu. Nakutegemea Yesu. Tegemea Yesu. Nakutegemea peke yako. Nakutegemea Yesu. Nakutegemea wewe. Nakutegemea. Nakutegemea Yesu. Oh. Nakutegemea Yesu. Nakutegemea Yesu. Nakutegemea wewe. Baba, nakutegemea Yesu. Nakutegemea peke yako. Nakutegemea Yesu. Nakutegemea wewe. Nakutegemea. Nakutegemea Yesu. Oh Baba. Nakutegemea peke yako. Nakutegemea Yesu. Nakutegemea wewe. Nakutegemea Yesu. Nakutegemea peke yako. Nakutegemea Yesu. Nakutegemea wewe. Nakutegemea. Nakutegemea Yesu. Oh Bwana. Nakutegemea peke
Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, Baba, tunashuka chini ya miguu yako ili Bwana ukapate kuinuliwa. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu mtolao. Bwana, imekupendeza tukaweze kwa nyumba hii katika siku ya leo. Hakika ni wengi ambao Baba tulianza wiki pamoja, lakini wengine hawapo pamoja na sisi Bwana. Baba, kusimama mbele yako Baba sio kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu, ila Mungu ni kwa mapenzi yako wewe Jehova Jire. Zaidi yote Baba tunainama mbele zako, tukinyenyekesha mbele zako Baba. Baba, tukisema ya kwamba ewe ni Ebeneza, kando yako Bwana hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninakushukuru Baba ni kwa ajili ya ibada hii mfalme amani. Baba, tunaweka mikononi mwako masaa haya. Ninaomba tu Bwana ukaachilie uwepo wako. Ninaomba tu Bwana ukadhihirishe Baba kwa ibada hii. Baba yangu acha Bwana ukaene yaliyo yako mahali hapa. Baba, tunazokataa kila mipango yote inayoinuka Baba kinyume cha ibada hii. Baba, kila mipango ya kutuma na kujituma Baba ni kuacha kipindi hiki Baba, kila roho ya ukawaida Baba tunaishika mateka Baba, tukiipomoa katika jina la Yesu Kristo. Kila roho za ufalme wa giza Baba, kwa jina la Yesu. Kila madhabahu za mizimu Jehova, kwa jina la Yesu, zinazomonita watu kwa ibada hii, kwa jina la Yesu. Mungu wangu nashika mateka hizo maroho zote, kwa jina la Yesu. Baba nikamata ule mkuu wa kwa jina la Yesu. Baba nikimupomoa kwa jina la Yesu. Baba nikimuvunja kwa jina la Yesu. katika jina la Yesu Kristo. Mfalme afanye, chukua nafasi kwa ajili ya ibada hii. Wewe ni mwema, wewe unastahili kuabudiwa. Asante Baba kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Bwana Yesu. Madhabahu ni haya yako Baba. Wacha Bwana ukanitumie kama upendavyo. Baba, ni sema leo yangu Jehova. Lakini roho yako Bwana kapate kuniongoza. Baba, pokea sifa na heshima. Bwana Mungu wangu unaenda kutenda. Kwa utukufu wa jina lako. Baba, tumeomba na hata kusadiki. Amen. 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 Waimbaji, Bwana awabariki sana na Bwana awatende mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Popote ulipo nionyeshe tu mkono wako. Amen. 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 Bwana Yesu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Basi ningetaka kuwashukuru nyote ni kwa ajili ya kufika masaa haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika kufika kwako umeweza kufanikisha ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Ninatambua uwepo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ninashukuru ni kwa ajili ya masaa haya. Bwana Yesu asifiwe. Ningelipenda tu ukaweze kutega masikio yako, ukaweze kusikia kile ambacho Bwana amekiandaa ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nachokwambia tu ni kwamba tarajia Mungu ni kwa ajili ya ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni wangapi wasionijua? Wasionijua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Majina yangu mimi naitwa Pastor Thomas Katana. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. I think la kukosea mwaka juzi nilikuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ninawapenda wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na washukuru nyote ni kwa ajili ya kunikaribisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nimeingia nyumbani kwa babangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla kuendelea, pokeeni salamu kutoka Headquarters Mombasa. Watu wa kule wamewasalimu tena wakasema ya kwamba mtakapofika peleka salamu hizi kuwaambia kwamba tunawapenda. Je, mnazipokea hizo salamu? Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Pia na wao wanawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni salamu za kanisa. Na pia nilipewa salamu za binafsi za bishop. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ya kwamba ukifika Nairobi nisalimie wateule wa Bwana wote. Je, mnazipokea? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi ningetaka kuchukua fursa hii nikisema ya kwamba
wachungaji wote mlio katika nyumba hii, nasema Bwana awabariki sana kwa kutambua uwepo huu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pia bila kusahau nasema Bwana abariki sana mtumishi wa Mungu Reverend Alex. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana babangu, ukiandamana na mchungaji Pastor Juma. Nasema Pastor, Bwana awabariki, na wale wachungaji wote ambao wanaandamana na hawa watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana na Mungu wacha awatende mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Niliomba tu kaniongezee kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni masaa mengine tarajia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa na habari njema nikuambia kwamba kuna Mungu ambaye anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa leo ni Jumapili ya pili ya mwezi wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya 6 inamaanisha urejesho ama ukatifu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini kwamba kuna watu ambao walikuwa wamefinyiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wamekaa mahali la wamejaribu kuinuka, lakini mipango yao imeweza kuzuiliwa katika anga yao, katika huduma zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja masaa haya nikuambia kwamba natayarisha njia yako ya wewe ukutane na Mungu. Natayarisha njia yako na wewe ukakutane na Yesu Kristo. Chochote vizuizi ambavyo vimekaa katika njia yako, hizo vizuizi leo vinaondoka mbele yako. Hizo vizuizi leo vinakatika. Hizo vizuizi leo lazima vikuachilie. Ikiwa ni Jumapili ya pili ya mwezi wa 6, kuna vitu leo lazima vikatendeke katika anga ya moto hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Soma nami katika kitabu cha Mathayo. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mathayo Haleluya. Bwana abariki maandiko yake. Amen. Mathayo 21 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mzeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka nchi kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, akiwaambia, mfungueni muniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Bwana abariki maandiko yake. Bwana abariki neno lake. Ninaongea na watu ambao wanaishi katika vifungo. Ninaongea na watu ambao wamekaa mahali katika vifungo, wamejaribu kumtafuta Mungu lakini mambo bado yameshindikana. Wanajaribu kutoa dhabihu zao lakini bado anga haijakubali. Kuna watu kama ni maombi wameomba lakini bado anga haijakubali. Watu walitoa sadaka zao lakini bado anga haijakubali. Nimekuwa nikwambia kwamba yule mwanapunda ambaye amefungwa, ambaye yako mbele yako, inatangaza kwa mamlaka ambayo nimepewa na Bwana, huyo mwanapunda
atafunguliwa. Huyo mwanapunda leo inasema atafunguliwa, inasema atafunguliwa. Aliyefunga maisha ya moto, aliyefunga huduma ya moto, inatangaza mara 7 yote ambacho kimezuilia anga yako ya wewe kutoendelea, ya wewe kutopenya, inatangaza kwa madhabahu haya, iwaambia kwamba Bwana amependa. Hizo vifungo leo vinaenda ukatika. Walikuzuia muda mrefu, walikuzuia miaka mingi, lakini Bwana amependa. Ikiwa ni Jumapili tarehe 14 mwezi wa 6, inatangaza anga ya moto. Kuna vifungo vinakatika, kuna vifungo vinaenda ukatika. Lazima ukapenye kwa baraka zako, lazima ukapenye kwa huduma, lazima ukapenye kwenye biashara, lazima ukapenye kwa anga yako. Waliokuzuilia wakasema ya kwamba hautaendelea, wakakesha na majina yako, wakafanya uganga, wakaenda kwa mapango, wakaenda kwa mizemo, wakati wakawasha moto, wakati moto ukiendelea kuwaka, wakachukua picha yako, wakaiweka mahali pale, wakaongea maneno ili ukaweze kwenda usiendelea. Inatangaza mara 7 ya kwamba leo lazima utaachiliwa, lazima utaachiliwa, lazima utaachiliwa, lazima utaachiliwa, lazima utaachiliwa. Mwanapunda anafunguliwa, mwanapunda anafunguliwa, mwanapunda anafunguliwa, mwanapunda anafunguliwa. Wewe utapenya, wewe utapenya, wewe utapenya. Sema ya rakakaka shataya. Waliazuilia maisha yako, yule mwanapunda, Yesu akatumana watu wakawaambia kwamba nendeni katika Jekele, mtaona mwanapunda amefungwa. Nendeni mahali pale, mtakapona watu waambie ndio kwamba Bwana anawahitaji, Bwana muhitaji, Bwana muhitaji. Mtakapofika pole, mtamfungua. Ninatangaza mara 7 yeyote ambaye amekamatwa maisha yake leo kuna kurasa mpya. Bwana kufunguliwa, Baba na kufungulia. Umezuiliwa miaka mingi, umeteseka miaka mingi, umeteseka miaka mingi, moyo wako umejawa vidonda, lakini Bwana amenituma niwaambie wateule wa Bwana, unaenda kutoka, unaenda kutoka, unaenda kutoka, unaenda kutoka katika nyumba ya utumwa, unaenda kutoka kwa vifungo ambazo umefungwa. Ninatangaza leo kabla Jumapili kuisha, maadui zako wakatoroshwe, maadui zako wakatoroke. Walikuja kwa njia moja, ninawatangazia watatoroka kwa njia 7, kwa njia 7, kwa njia 7, kwa njia 7. Wataachiliwa na wewe utapenya. Kuna watu wamekaa, kuna watu wameng'ang'ana, kuna watu wamehangaika, kuna watu wanafanya biashara lakini faida haionekani. Kuna watu wanafunga, wanakesha usiku, wanamwita Mungu, lakini bado mbingu imezuiliwa, lakini bado mbingu imezuiliwa. Kumbe kuna mkamuchawi kaka kwa mtaani, kana kesho ukikuongelesha majina yako wanasema Sylvian, wewe hautaendelea, wewe hautapenya, wewe hautaoleka, wewe watoto wako watasoma. Ninatangaza leo tutafanya maombi ya back to sender, 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 back to sender. Utapenya. Amen. Lazima utapenya. Amen. Chochote ambacho kilinuliwa kinyume chako, wakafunga biashara yako, wakafunga ndoto zako, wakafunga huduma yako. Yani umekaa Christ Freedom ya Nairobi, hawezi ukapata upenyo. Wewe ukatoka ukaeneza
la Injili linatangaza mara 7. Waliokufunga leo wataipika, 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 wataipika. Huduma yako itaendelea, huduma yako itapenya, huduma yako itapenya. Shakatayana regegekebosa regegeselebababababa rakatatatatatatata. Naona kuna mtu wanapenya katika anga. Naona kuna waimbaji wanapenya. Hawataimba kawaida, hawataimba kawaida, hawataimba kawaida. Watu wamekamatwa sauti zao, wakiimba wanatoa kama vyura. Nina tangazo libadilishiwa. Hayo maisha unaishi sio yako, hayo maisha unaishi sio yako. Oh my Lord, oh my Father, oh Jesus. Na Yesu uwepo wa Bwana waliokubadilishia maisha yako, waliobadilisha anga yako, leo naregeshewa, leo naregeshewa, leo naregeshewa. Usikaushe ibada yako, usikaushe ibada hii. Wow! Shaya taya lakakakaba shelelelelelele rakekebosa rekekekeba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 . Naona kuna mtu anaenda kiwango kingine. Naona kuna watu wanaenda viwango vya juu. Naona kuna watu wanaenda viwango vya juu. Hapo amekuweka utakaa, hapo amekuzuilia, hapo amekuzuilia, hautakaa hapo. Hapo amekukamatia, hautakaa hapo. Mkono wa Bwana ni mkubwa, mkono wa Bwana uko juu yako, mkono wa Bwana uko juu yako. Hautalala kwa mapango leo, hautalala kwa makaburi, hautalala kwa vifungo. Leo utachomoka, leo utachomoka. Bwana yuko mahali hapa, Bwana yuko mahali hapa, Bwana yuko mahali hapa. Kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 1 kuendelea, nasema ya kwamba Bwana anajua kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Makusudi ya Bwana hayatazuiliwa na mwanadamu. Makusudi ya Jehova hayatazuiliwa. Makusudi ya Bwana hayatazuiliwa. Makusudi ya Bwana hayatazuiliwa. Kile Bwana amekipanga kwa maisha yako lazima kitatendeka. Hata wakati watu maelfu wakupinga usiendelee, wakupinga usipenye, ninawatangazia katika madhabahu haya nikisema ya kwamba watakopigana wewe hawatakuweza, 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 hawatakuweza. Inaongezea tena waliokufunga usiendelee. Bwana anasema hawatakuweza, 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 hawatakuweza. Wanakupangia mabaya, hayo mabaya utawarudishia. Hayo mabaya hayatakupata mwanangu, hayatakupata, hayatakupata, hayatakupata. Leo kuna ukurasa mpya. Mwanapunda, mwanapunda anaenda kufunguliwa. Vifungo ambavyo amekutesha ninatangaza katika mwezi wa 6, ikiwa ni Jumapili hapa, ikiwa ni Jumapili ya pili, Bwana akakushangaze, Bwana akakushangaze, maadui zako akafedheheshwe, Bwana akakushangaze, Bwana akakushangaze. Ondokea ukawaida, ondokea ukawaida, ondokea kuzoea mafuta, ondokea kuzoea mafuta. Ninarudia tena, ninawaambia kwamba
mwezi wa sita ukawe ni mwezi wa ujazo, watu wakajazwe, watu wakapenye, watu wakafunguliwe, vifungo walivyokufunga vitakatika, 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 vitakatika. Yule mwanapunda alikuwa miaka mingi mahali pale. Maandiko yanambia kwamba wakati ulipofika Bwana alitumana. Na mimi nakuambia kwa Bwana mchana wa leo niko katika madhabahu haya, inasema ya kwamba Bwana akakutumania moto, Bwana akutumania moto, Bwana akutumania moto, Bwana akutumania moto, atakayekubeba, atakayebeba destiny yako, atakayebeba destiny yako, atakayebeba destiny yako, na wewe ukafanikiwe. Mtu ambaye atachoka na wewe, atakutoa katika vifungo, atakutoa, 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 utatoka, 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 utatoka by force, by fire, by force, by fire. Inasema kuachilia, utapenya katikati yao, utapenya katikati yao, na wewe utasonga mbele. Mimi nimeamua, mimi nikatoke katika mwezi wa sita, nikaondoke viwango vya kawaida, nikaondoke katika viwango vya kawaida, nikatoka katika viwango vya kawaida. Ninakataa kutumika kikawaida, ninakataa kutumika kikawaida. Watu wasipoungana mimi nimeamua kama Yoshua alisema ya kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Kwa hivyo watu waende, waidha watutembee pamoja, hata wasipotembea tutatembea pamoja. Mimi nimeamua sitakaa kwa vifungo, sitakaa kwa mateso, sitakaa kwa shida, sitakaa hapo, sitakaa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamefinyiliwa huduma zao, hawawezi wakapenda. Unakuta mtu ni mwimbaji, ako na kipawa katika roho yake, anatamani kumtumikia Mungu, lakini kuna maroho yanamzuilia yeye asiweze kupenya. Unadhani ni kawaida, unadhani ni kawaida, unadhani ni kawaida. Hapana, si kawaida. Kuna watu walikuja usiku wakaiba kile kipawa, wakaiba kile kipawa chako, ya wewe baki pale mahali ulikuwa. Ninawatangazia jioni ya leo, mchana wa leo, Bwana akafanya njia, Bwana akafuta kilio chako, huduma yako karegeshewe, maisha yako karegeshewe, baraka zako karegeshewe. Mungu ameona kilio cha watu wake leo. Mungu ameona kilio cha watu wake. Mungu ameona kilio cha watu wake. Mungu ameona mateso unayopitia. Mungu ameona mateso unayopitia. Mungu ameona changamoto unazopitia. Bwana ametumana leo katika anga hii. Nimeleta ibada hii hapa niwaambie mtu wa kwamba Mungu wetu ni Mungu wetu wanaweza, wapendwa. Mungu wetu wanaweza. Mlango naweza ukafungwa mlango huu, lakini Bwana akakufungulia mlango wa pili. Bwana akafungua mlango wa pili, akafuta machozi yako, akafuta kilio chako. Nimeona watu wakiinuliwa na Bwana. Watu wanapoinuliwa, hata wewe kupali mojawapo ukamwambie Baba, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. Njia ile ambayo ilikuwa haipitiki, njia ile ambayo ilikuwa haipitiki, njia ile ambayo ilikuwa haipitiki, Mungu akatenda jambo kwako. Mungu akafanya njia, Mungu akafanya njia. Waliokuongea vibaya wakasema, yule tunamuona yule msichana anajifanya
tutamwona kama ataimba, tutamwona kama ataendelea. Bwana amekubali. Mungu amekuona leo, Mungu amekuona leo. Vifungo ambavyo alikuwa amekufunga leo utaachiliwa huru. Wataanza kukupatafata, wataanza kupatafata, waseme ya kwamba imekuache, waseme ya kwamba imekuache. Mbona yule ameendelea? Mbona yule amesimama? Hapana, si wewe. Bwana amekusaidia, Bwana amekutendea, Bwana amekushikilia, Bwana ako upande wako. Kuna uwepo wa Bwana uko mahali hapa. Kuna nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Watu wangelijua haya masaa, wangechunganisha mapema na hiyo anga, maana tayari Bwana ameachilia anga hii. Kuna mtu huko mahali hapa, uende kawa siongei na watu wote, uende kawa naongea na mtu mmoja huko mahali hapa. Anasema ya kwamba ujumbe ni wangu. Nimekaa nikiteseka, nimekaa nikidharauliwa, lakini Bwana ametuma na mtumishi wake kwa nyumba hii. Ni wewe tu ukajikubali mbele za Bwana, ni wewe tu ukajikubali mbele za Bwana, ni wewe tu ukajikubali mbele za Bwana. Mungu akafanya ibada na wewe, Mungu akafanya ibada na wewe mchana wa leo, Mungu akafanya ibada na wewe masaa haya. My God, my Father, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Sijui yule mwanapunda alikuwa pale miaka mingapi. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Mahesabu ya Bwana ni tofauti. Mahesabu ya Bwana ni tofauti wapendwa. Mahesabu ya Jehova ni tofauti. Mahesabu ya Bwana ni tofauti. Mahesabu ya Bwana ni tofauti. Hey. Kama watu wangalijua leo, angewambia baba niko hapa, nimekaa kwa vifungo, mwezi wa 6 umeanza. Mungu wangu badilisha maisha yangu, badilisha ile njia yangu Bwana, badilisha njia yangu, badilisha huduma yangu. Sitakaa mahali nilipokuwa tena, sitakaa pale mahali waliponiweka. Njia ya moto iliyokuwa haipitiki leo itapitika. Njia ya moto iliyokuwa haipitiki leo itapitika. Yule jamaa alifungwa, yule jamaa alifungwa na yale mapepo, yule jamaa alifungwa, ile njia ikawa ipitiki. Watu wakipitia ile njia, huyu mtu alikuwa akiwarushia mawe, huyu mtu alikuwa na pepo, huyu mtu alikuwa na mapepo. Ile njia watu walikuwa wanaiogopa, hawezi wakapitia ile njia, hawezi wakapitia ile njia, hawezi wakapitia ile njia. Yesu alipofika wakati ule, maandiko nasema ya kwamba watu wakamwambia hiyo njia haipitiki. Kuna mwanaume mmoja amekamatwa na mapepo, anapiga watu, akijirarua, madamu yakimtoka. Lakini Yesu akasema, lazima niipitie ile njia, lazima niipitie ile njia. Yesu alipopitia ile njia, yule jamaa yule akashika mawe tayari. Lakini Bwana akasema, alipomgundua Yesu anapitia kule njia, akaanza kutetemeka, akasema ya kwamba nina nini nawe mwana wa Mungu, nina nini nawe mwana wa Mungu. Alipotambua ni mafuta napita kwa njia ile,
aliishiwa na nguvu, yale mawe yakaanguka, yale mawe yakaanguka, na Yesu akamkaribia. Alipomwombea yale mapepo yalimotoka, akaamuru akaingia wale nguruwe. Alipoingia wale nguruwe, huyu jamaa alifunguliwa. Inatangaza kuanga ya moto, kwambia kwamba uende ukawa umeteseka muda mrefu, uende ukawa umeumizwa muda mrefu, uende ukawa umekamatwa muda mrefu, lakini Bwana amependa. Kuna vitu leo vitakuachilia, kuna vitu leo vitakuachilia, kuna vitu leo vitakuachilia, na wewe utapenya. Amen. Utapenya. Utapenya. Hautabaki hapo, hautabaki hapo mahali ambapo alikuwa amekuzuilia. Wewe hautabaki, wewe hautabaki hapo, wewe hautabaki. Leo lazima ubadilishe. Leo lazima, kuna neema ya Mungu inakuja hapa. Watu wasibaki kwa kawaida, watu wakaweze kubebwa na hiyo neema, maana Mungu ameiandaa ibada hii, maana Mungu ameiandaa. Kwa hivyo ninataka kukwambia kwamba hautalala kwa hayo makaburi, hautalala kwa hilo pango ambalo walikuweka. Kuna nguo za watu zilibebwa, kuna nguo za watu hapa zilibebwa, zikapelekwa mahali, zikapelekwa mahali, zikafanyiwa uganga na uchawi, wakafunga watu. Kuna watu wanaishi hawezi wakapata watoto, tumbo zao zilikamatwa, tumbo zao zilifungwa. Sio kupenda kwako, ni watu walikaa wakakuamulia, wakasema ya kwamba licha kwa uko kwa ndoa, lakini kwa hiyo ndoa hautaweza kuifurahia. Watu wakukamata, wakachukua nguo yako, wakaweka mahali. Wakati walipokuwa wakiongea, wakasema ya kwamba huyu mama sipate mtoto, huyu mama sipate mtoto, huyu mama sipate mtoto. Ninatangaza kwamba wabia kwamba walichelewa, wabia kwamba wamechelewa, wabia kwamba wamechelewa. Kuna tumbo ya mtu inafunguliwa, kuna tumbo ya mtu inafunguliwa, kuna tumbo ya mtu inafunguliwa. Na wewe utazaa, na wewe utazaa, na wewe utazaa, na wewe utazaa, na utasonga mbele. Waliosema kwamba utapata, watakuona wewe ukinyonyesha, watakuona wewe ukiendelea, watakuona wewe ukiitwa mama. Haya madhabahu leo ikaende mema kwa anga yako. Haya madhabahu leo yakaende mema kwa anga yako. Haya madhabahu leo yakaende mema juu yako. Waliokufunga leo wakaibike, wakaibike. Waliokufunga leo wakaibike. Wewe lazima utazaa. Kuzaa ni lazima. Wende kawa utazalisha huduma ndani yako, iliyokuwa uwezo ukaendelea, huduma yako ikazalike upya. Huduma yako ikazalike upya, huduma yako ikazalike upya. Walio ndani ya kwamba wamekumaliza, kumbe ndio mwanzo wako wa kuinuliwa na Bwana, ndio mwanzo wako wa kusonga mbele, ndio mwanzo wako wa kuinuliwa na Bwana. Utaanza kuimba wimbo mpya, useme ya kwamba nimemwona Bwana, nimemwona Bwana naweza, nimemwona Bwana natenda, nimemwona Bwana akifanya, nimemwona Bwana akitenda. Ilikuwa sina mtoto, sasa inaitwa mama. Ilikuwa sina kazi, Bwana amenipa kazi. Imekuwa sina huduma, Bwana amenipea. Watu wakasimama na miguu yao mbele za Bwana. Nataka nikafanye, kuna declaration ya Mungu hapa inaenda kufanyika. Sitaki nikucheleweshe muujiza wako. Mungu anaenda kufanya njia mbele zako. Mungu atatenda hapa. Mungu atafanya njia. Ningeomba tu watu wakajajilie tu mbele za Bwana. Ningeomba tu watu wakajajilie tu mbele za Bwana. Mungu akatende jambo kwa maisha yako. Mungu akafanya njia kwa maisha yako.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jiunganishe na hiyo anga, kumwambie tu Baba niko hapa. Usikubali kupitwa kwa hiyo anga. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kupitwa kwa hiyo anga. Mungu leo ametumana. Kwa hivyo leo wewe ingia tu kwa hiyo anga, kumwambie tu Bwana, mimi niko hapa. Naomba tu neema yako Bwana ikaweze kunibeba. Nguvu zako zikaweze kunibeba. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Watu wakafungue mioyo yao mbele za Bwana. Tutaimba tu wimbo wa kuabudu. Watu wakajiachilie tu mbele za Bwana. Kamwambie tu Baba, ni wewe ndio unajua ile situation hapo unapitia. Wewe ndiwe unajua yale mapito ambayo unapitia. Wewe ndiwe unajua yale maumivu ya moyo wako. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh my Father. Oh my Father. My Jesus. My Lord. Yule mama aliyekuwa akitokwa na damu mzadi ya miaka 12. Alimwambia tu Baba, nimechoka. Watu walipokuwa wamekaribia, watu walikuwa ni wengi. Wakati alipokaribia pale, akagusa pindo la vazi wa Yesu, naye akapokea uponyaji, naye akafunguliwa. Yesu akasema ya kwamba na hizi nguvu zimenitoka, na hizi nguvu zimenitoka. My Lord, ako wapi yule ambaye atasema ya kwamba nimechoka na hii hali? Atasema ya kwamba nimechoka na hii hali. Atasema ya kwamba nimechoka na hii hali. Oh, thank you Jesus. Mungu wetu ni mwaminifu, atatenda. Watu wakafungue tu mioyo yao mbele za Bwana. Kumwambia tu Baba niko hapa. Mungu wangu nakulilia Baba, nakuhitaji. Bwana ukaweze kunitetea. Bwana ukaweze kunikumbuka. Baba nikaweze kuona mkono wako. Wewe ni mwaminifu na sahihi Jehova. Hakuna Mungu aliye kama Rabi. Unastahili heshima na kuabudiwa Mesaya. Utukufu ni wako Adonai. Utukufu ni wako Bwana majeshi. Utukufu ni wako Bwana mabwana. Sijaona mtu akiomba, sijaona mtu akimlilia Bwana, sijaona mtu akimwambia Baba niko hapa. Sijaona mtu akimulia tu Baba. Mwambie Baba niko hapa, usinipite. Mwambie Baba niko hapa, usinipite. Oh, thank you Jesus. Una Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Aliye kama wewe.
roho ya limitation ambao wamekuwekea, hawezi ukaenda zaidi ya hapo. Watu wakaingia kwa maombi, wakamwambia Baba, hapana, siwezi kukubali nikakaa kwa hicho kiwango. Wamekufinyilia muda mrefu, lakini mwambie Baba, leo nataka nitoke. Leo nataka nitoke kwa hiyo nyumba ya wachawi. Leo nataka nitoke. Kuna watu wanatoka, kuna watu wanatoka. Omba ukiamanisha, omba ukiamanisha. Yesu anatenda. Yesu uko hapa, Yesu uko hapa. Usikaushe ibada yako, usikaushe ibada yako, usikaushe ibada yako. Aya baba 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 baba. Anza kupasua madhabahu zao, madhabahu waliweza kujengea, eti wakasemea kwamba utaendelea. Hizo madhabahu zao za kiuchawi leo zikaporomoke, leo zikapomoke, leo zikapomoke. Hayo madhabahu ya mizimu, hizo ndoto mbaya ambazo unaota usiku. Wakati mwingine unaota ukilishwa nyama, wakati mwingine unaota ukiwa kwa sherehe, ndiposa wakuingize kwa chama yao. Lazima utatoka, lazima utatoka. Leo ni siku ya ujazo, watu wanafumuliwa, watu wanatoka kwa hizo vifungo. Shakatatatatatatata. yangu
ya miaka mingi, lakini Baba usinipite, Baba usinipite, Baba usinipite mwanao, Baba usipite watu wako, Baba usipite watu wako, Baba usipite watu wako. You are one, you are my Father, you are one, you Jesus, you are one, you are one, you are one, you are one, you are one. Watu wanatembelewa, watu wanatembelewa. Nguvu za Bwana ziko mahali hapa. Watakuwa tayari, watapenya kwa anga, watapenya kwa baraka zako, watapenya, 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 watapenya. Kuna mikatale ambayo ili kunyachiliwa kwanga mtowetu wakasonga, lakini leo natoka, leo natoka, leo natoka, leo natoka, leo natoka. Kwa hiyo kaburi waliokuchemea wewe hautaingia, hautaingia, hautaingia. Baba usinipite, Baba usinipite, Baba usinipite. Watu wakainua mikono yao juu, watu wakainua mikono yao juu. Kuna anga Baba ameachilia mahali hapa, atakayekuwa tena atapokea. Kuna vifungo ambavyo watu walikuwa wamefungwa, kuna vifungo watu walikuwa wamefungwa wezi wakapenda, lakini mwezi wa sita huu, lakini mwezi wa sita huu aliyekufunga na kuachilia, aliyekufunga na kuachilia, aliyekufunga na kuachilia. Oh my God, my God, my God, my God. Watu wainua mikono yao juu mbele za Bwana. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. May take over now. May take over now. May take over now. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Aliyekamatwa. Aliyekamatwa. Roho Bwana anafanya msako. Aliyekuwa amekamatwa. Aliyekuwa amezuiliwa. Aliyekuwa amezuiliwa. Aliyekuwa amezuiliwa. Kila roho ya kukataliwa. Mahali unaenda watu watakataa. Hiyo roho inapigwa. Hiyo roho inapigwa. Hiyo roho inapigwa. Hiyo roho ipigwe. 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 Yes. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Waliokuroga, walioroga maisha yako, walioroga huduma yako, walioroga huduma yako, waliokuibia sauti yako, lazima leo kuachilie, 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 lazima leo kuachilie. Yes.
Yes. Yes, Lord. Yes. 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 Yes, my Father. Yes. 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 Jesus. Roho natembea. Roho natembea. Roho natembea. Roho natembea. Roho natembea. Watu wakahudumiwe. Roho Bwana anahudumia watu. Roho Bwana anafanya kazi. Roho Bwana. Roho Bwana. Roho Bwana. Roho Bwana. Roho Bwana. Jesus. Yes. 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 Hiyo tumbo iliyokamatwa. Hiyo tumbo iliyokamatwa. Hiyo tumbo iliyokamatwa. Mara kwa mara unaumwa. Ni vitu vilivyoachiliwa kwa anga. Vitu vyokuwa vinakutesa. Wakati mwingine unahisi kuna kitu kinatembea kwa tumbo. Hayo ni maroho yanakuinukia. Leo tunayapiga mipango ya wachawi na waganga. Lazima kuachilia leo. Lazima kuachilia leo. Lazima kuachilia leo. Lazima kuachilia leo. Lazima kuachilia. In the mighty name of Jesus. Yes. Watu wakafunguliwe. Watu wakafunguliwe. Watu wakafunguliwe. Watu wakafunguliwe. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, my Father. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salute you, Jesus. I salute you. I salute you, Holy Spirit of God. Oh my God. Oh my Father. Oh Jesus. Oh my Lord. Oh Jesus. Oh my Father. Inua mkono wako juu tunapoenda kuomba. Mungu wetu ni mwema. Neno limekuja kwa wakati wake. Baada yule mwanapunda aliyekuwa amekamatwa, Yesu alitumana wale watu. Walipofika pale mahali, walienda wakasema ya kwamba tumekuja kumfungua mwanapunda huyo ambaye alikuwa amefungwa, maana amekuwa kwa kifungo miaka mingi. Watu walipowauliza wale watu wakawajibu wakawaambia kwamba Yesu anamhitaji mwanapunda huyu. Hatimaye yule mwanapunda akafunguliwa. Hivi ninavyoongea, sijui ni kitu gani unapitia, sijui ni changamoto gani ambazo tunapitia, lakini Bwana amesemea kwamba kuna watu wako katika vifungo. Wende kawa huduma yako imefungwa, wende kawa ni kazi imefungwa, wende kawa ni huduma yako imefungwa,
lakini Bwana amependa leo kukuokoa. Bwana amependa leo akutoe kwa ile kaburi. Bwana amependa leo akutoe kwa ile kaburi, maana mwezi wa 6 kuna maroho ambayo huenda kaachiliwa, maroho ya vifo ambayo inaachiliwa. Watoto wadogo wanakufa, watu wanakufa ovyo ovyo. Hiyo ni spirit ambayo inaachiliwa kuangaza watu. Lakini leo wewe hautakufa kabla ya wakati wako. Hautakufa ukiwa katika hicho kifungo. Hautakufa ukiteseka. Hautakufa. Bwana ametumana leo. Bwana ametumana. Bwana ametumana. Bwana ametumana. Bwana ametumana. Bwana ametumana. Bwana ametumana. Inua mikono yako tu juu. Bwana anaambia kwamba wengine wanaumwa na vichwa mara kwa mara. Inua mikono yako tu juu. Mungu anaenda kuhudumia hicho kichwa kinachokuuma, maumivu ya kichwa kila mara. Mungu leo anaenda kuhudumia. Utapokea uponyaji katika haya madhabahu. Katika haya madhabahu kuna nguvu za Mungu zimeshuka. Kuna uwepo wa Bwana kwa madhabahu. Kuna uwepo wa Bwana kwa madhabahu. Yes. 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 Yes, Jesus. Yes, my Father. Holy Spirit. Thank you. Mungu anakufungua. Mungu anakufungua. Mungu anakufungua. Mungu anakufungua leo. Unaregeshewa maisha yako. Maisha yako yaliyokuwa yameibiwa, Mungu anakuregeshea. Mungu anakuregeshea. Ndoto zako zinarudi. Ndoto zako zinarudi. Maono yako yanarudi. Wewe utapenya kwa huduma, wala hautaaibika, wala hautachoka njiani. Mungu amekuona. Mwamini tu Mungu haya masaa. Hii neno isikupite. Mwamini Mungu tunapoenda kuomba. Oh yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwema. Wewe ni Mungu wa Israeli. Baba, ulisema kwamba tukuna utaitika. Haya ndio masaa watu wako Bwana wameweza kulisikia neno lako Baba. Ninawabarikisha mikoni mwako Bwana. Enda Bwana ukaondolee kila hali zote wanazozipitia. Haijalishi Baba wako katika vifungo, lakini naomba mfalme wa falme, Bwana ukaondolee hizo vifungo. Bwana ukaondoe hizo vifungo. Bwana ukaondolee hizo vifungo. Bwana ukaondolee hizo vifungo. Bwana ukaondolee hizo vifungo. Bwana ukaondolee hizo vifungo. Haijalishi wamekamatwa katika maisha yao, wamekamatwa huduma zao, huduma zao haziwezi kapenya. Kuanzia leo ninakamata hizo madhabahu za mizimu, zikaachilie mtu mara moja, zikaachilie mtu mara moja, zikaachilie mtu mara moja. Mipango ya wachawi waliokufunga leo wakakuachilie katika Baba. Kuanzia leo ninawafungulisha mikoni mwako Baba, kuwafungue Bwana, kuwaweke huru. Ninakuinua Bwana majeshi, Mungu wangu na kutukuza. Enda Bwana ukabariki wa mama, enda Bwana ukabariki na wazee, enda Bwana ukabariki na vijana, enda Bwana ukabariki na waombezi, enda Bwana ukabariki na waimbaji, na wainue mikoni mwako Baba. Enda Bwana ukawainue viwango vyao, enda Bwana ukawabariki Baba. Onekana kwa ajili ya wachungaji wote Baba wanaohudumu chini ya madhabahu haya Baba. Enda Bwana ukawajalie neema, enda Bwana ukawajalie neema, enda Bwana ukawajalie neema Baba, asipungukiwe. Mungu wangu ukawainue viwango vyao ili wauone mkono wa Jehova. Ninaomba ni kwa ajili haya madhabahu Baba, madhabahu ya Jehova, moto wa mahali hapa Bwana usipungue. Ninaomba kwa haya madhabahu Baba, acha ya madhabahu yakaende mema. Acha Bwana ukafungulishe madhabahu haya. Yeyote atakayekanyaga madhabahu haya Baba akaweze kufunguliwa. Atakayekanyaga haya madhabahu acha mambo yake yaende vizuri Baba, akaweze kupokea Baba, akaweze kufunguliwa Baba, kawatembelee. Wacha Baba Nairobi hii Baba wakakuone wewe.
Baba wakabarikiwe, wakaona ukuu wako. Na waombea wazee wote wa kanisa Baba, naweka mikoni mwako. Mungu wangu wabariki Baba, nena mema juu ya mfalme, nena mema juu ya Jehova Jire. Inawakabidhi Bwana mabwana viongozi wa idara zote, inawaombea kwa ya madhabahu, na Bwana ukawasaidia.